إنما الأعمال بالنيات. Ndugu zangu katika imani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال أيضا سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال أيضا سبحانه إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeyote ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humpa matokeo mazuri katika maisha yake na anamfungulia milango ya riziki namna ambavyo yeye asivyodhania. Na yeyote ambaye atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anatosha kuwa kutegemewa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha lifikisha jambo lake, na kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka kwa mipangilio. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, yeyote atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala hufanya mambo yake yote kuwa mepesi. Hivyo ndugu zangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, ili yaweze kuwa mepesi mambo yetu ya kidunia na ya kidini, na vile vile kesho akhera tufuzu katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyojaa neema mbalimbali. Ndugu zangu, tulianza mafundisho yetu kuhusiana na mambo ya miamalat, namna ya kutendeana sisi kwa sisi, na tukawa tumejikita zaidi katika muamala al-bay' wa shira, namna ya kuuziana, biashara. Tukaangalia khasais mbalimbali ambazo ni za kipekee katika muamala huu wa kibiashara. Leo kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala tutajifunza ama tutafundishana kunako al-aslu fil muamalat, asili katika miamala hii ya kuuza na kununua. Wapi tunapata asili? Khwani, al-aslu fil muamalati al-ibaha. Asili katika hii miamala tunayotendeana katika mambo yetu ya kimaisha, hasa katika kuuza na kununua, asili yake ni halali. فلا يحرم منها شيء إلا بدليل شرعي. أي haramishwi chochote katika miamala hii isipokuwa kwa dalili ya kisheria, dalla ala hadha al-aslu, na imejulisha katika asili hii قوله تعالى، قوليك يا الله سبحانه وتعالى إنسيما وأحل الله البيع وحرم الربا. سورة البقرة آية 275. أحل الله البيع، Allah subhanahu wa ta'ala
amehalalisha watu wauziane. Wa harrama riba, na ameharamisha riba. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekumbieni yote yaliyoko katika ardhi kuweza kuyatumia. Vile vile aya hii inapatikana katika sura al-Baqara aya 29. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Enyi ambao mliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, musile mali zenu kuliana nyinyi kwa nyinyi kwa ubatilifu. Usichukue mali ya mwenzie ukaila pasipokuwa na haki, na wala yeye asichukue mali yako akaila pasipokuwa na haki. Msitumie hizi mali zenu kuzila kwa ubatilifu, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, isipokuwa iwe ni kwa biashara, tena biashara ambayo nyinyi kwa nyinyi mmeridhiana. Bwana, mimi na kitu changu hiki na kiuza kiasi kadhaa, yule bwana anakupa pesa, anachukua kitu na wewe unabaki na pesa. Hii ndio at-taradhi fima bainakum. Huku ndiko kuridhiana na kukubaliana. Kwa misingi hii wewe unapaswa kutumia ile pesa yake, na yeye anapaswa kutumia kile kitu, kwa sababu kuna maridhiano ambayo yametokea kati yenu nyinyi wawili. Lakini akasema Allah subhanahu wa ta'ala, na aya hii inapatikana katika sura An-Nisa aya 29 vile vile. Akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Enyi ambao mlimuamini Allah subhanahu wa ta'ala, tekelezeni makubaliano. Makubaliano na makabidhiano mtakayokubaliana na kukabidhiana, basi yatekelezeni kama yalivyo. Kiangalia aya hizi mbili ya suratul Nisa aya 29 na suratul Maida aya ya kwanza kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa lafdhi ya mu'minun. Hii maana yake swala hili la muamala, miamala hii ya kibiashara inahitaji imani, kwa sababu al-iman huwa martabatul ula, thumma yaliha at-taqwa, thumma yaliha al-ihsan. Iman ni hatua ya mwanzo ya Muislam kupanda katika level, kisha inakujia uchamungu, kisha inakujia ihsan. So kishafika katika ihsani hapa, ambapo an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona, hisia zako, mawazo yako, kila kitu chako kinamfocus, kinamfikiria Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama utakuwa humuoni, na ndio halisia hapa, hatumuoni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini unaashumu unamuona katika ibada yako, fa innahu yarak. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona, kwa lazima uwe makini. Sasa aya hizi mbili Allah subhanahu wa ta'ala katuita kwa lafdhi ya mu'minun. Manake biashara
si jambo la kawaida mtu kuliendea tu, bali linahitaji imani yake iwe nzuri, inahitaji imani yake iwe safi, kwa sababu kuna makorombezo mengi sana katika biashara. Wasipokuwa na imanun khalisu ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza ukaingia katika mlango ambao ni mbaya, mlango ambao ni wa hovyo, utakupeleka katika maisha mabaya sana, si hapa duniani peke yake, bali hata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukawa tumeonelea tukumbushane dondoo muhimu zinazokuwa zinahusiana na masuala ya kibiashara. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allah ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala farada faraidha, amefaradhisha faradhi mbalimbali, sala, zaka, saum, hajj na ibada zinginezo. Fala tudayyuha, msizipoteze hizi, msiache kuzitekeleza, zitekelezeni kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuamrisheni. Wa hadda hududan, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akapangilia mipaka yake, akakwambieni ili ni wajibu, ili ni mustahabu, ili ni mubaha. Fala ta'taduha, musivuke hii mipaka yake mkaenda mpaka kwenye haramu. Kufanya haramu unapata dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harrama ashya fala tantahikuha, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mambo mbalimbali: uongo, uzinifu, riba, kuteta, kusengenya, kufanya ghishi. Mambo mengi Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishia, msiyafanye, jepushane nayo mbali, kwani ukiyafanya hayo utakuwa unajiletea nakama na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakata an ashya rahmatan bikum, lakini kuna baadhi ya mambo Allah subhanahu wa ta'ala akanyamazia kimya, sio kama hayaoni, la, anayaona, kanyamazia kimya. Ghaira nisyan, sio kwamba amenyamaza kayasahau, hapana. Fala tabhathu anha, musiyapekue hayo mambo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala kaweka mipaka yake, kaweka faraidhi zake, kaweka haramu zake alizoziharamisha, lakini kuna baadhi ya vitu Allah subhanahu wa ta'ala kaviacha, hakuvizungumzia. Kwa hiyo tusivipekue. Hii ni katika moja ya dalili katika sunna inayotufundisha kuhusiana na masala haya ya miamala. Sasa biashara hizi tunazozifanya zina nidhamu ikhwani, zina adabu. Leo mtu ataweza kwenda kufanya biashara lakini hajui adabu ya biashara. Ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala ahalla al-bay'a wa harrama ar-riba, ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na ameharamisha riba, lakini kuna adabu za hizi biashara. Muislamu kabla hajaingia kwenye biashara lazima ajifunze hizi adabu za biashara. Leo nyewe ni mashahidi, hawa wajasiriamali wadogo wadogo unakuta wanawekewa semina mbalimbali kwamba ukitaka kujiajiri kwa mfumo huu, kuna watu maalumu unapewa semina hata ya siku 7 ama siku 6 hata mwezi wengine, bali mpaka serikali inafikia hatua inatoa hata mafungu mbalimbali kuwapa watu ilmu ya dharura kulingana na ujasiriamali ambao ni biashara. Itakuweje dini tukufu na adhim na ya haki kama hii isiweke adabu kwa mfanyabiashara
anapotaka kufanya biashara yake lazima kuna vitu avilinde na aviangalie. Iwe ni kama khutatul hamra, mistari mekundu kwake, asivuke hapa, kwa aishi katika hizi adabu ambazo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imemwekea. هناك جملة من الآداب التي ينبغي للتاجر مراعاتها منها. kuna idadi kadhaa ulama wameziweka kwa kufanya istinbat katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu mfanya biashara anatakiwa azichunge. Sisi tunataka kufanya biashara bwana, maisha yamekuwa magumu. Nenda katika Uislamu uangalie Uislamu unakutaka nini katika biashara hiyo. Kipi Uislamu unakuelekeza? Sio unataka kufanya biashara unaenda kuuza sigara. Sio unataka kufanya biashara unaanza kuuza mirungi. Sio unataka kufanya biashara unafanya biashara za haram. Uislamu kuelekezi hivyo. Kwa kuna adabu Uislamu umeziweka katika swala hili la biashara. Adabu ya kwanza asema yataakadu ala tajir, imewekewa msisitizo, imekuwa ni msisitizo na kutiliwa nguvu juu ya mfanya biashara, an yataallama ahkam al-bay'i wash-shara. Adabu ya kwanza tena imekotezwa hii ya msingi, mfanyabiashara anatakiwa ajifunze ahkamu mbalimbali, hukumu mbalimbali za kuuza na kununua, hatta la yaqa fi al-haram, ili asiweze kudumbukia katika haram. Jambo ambalo watu wamelisahau. Tunafanya biashara kimazoea. Leo mwambie mtu, bwana wewe unataka kufanya biashara, unataka ufungue biashara, basi kaa usome yale mambo ya msingi katika biashara ambayo Uislamu unakutaka. Utaratibu wa biashara, nidhamu, kwa sababu hii nidhamu tumeona ni rabbaniyatul masdar, imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio kasimamia utaratibu wa biashara namna ifanyike. Nenda ukapate maelekezo. Lengo nini? Alla yaqa fil haram, asije kuingia mtu huyu katika haram. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, amesema sahaba huyu Umar ibn al-Khattab, Allah muiradh, la yabi' في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. انظر إخوان هذا القول. angalieni kauli ya Umar ibn Khattab ambaye mpokelewa na Imam Tirmidhi. Anasema asiuze yoyote katika soko letu illa man qad tafaqaha fi din, isipokuwa yule ambaye qad tafaqaha, kwa hakika amebobea, fi din, ana ufahamu mzuri katika dini, ndio aingie sokoni. Leo wale watu wenye ufahamu na dini hawaendi sokoni, wale wasiokuwa na ufahamu ndio wamejaa sokoni. Bali kuna watu wanasema, shekhe, wewe shekhe, ustadhi, unataka ufanye biashara, huwezi kupata hela, utaharamisha kila kitu wewe, biashara itaki hivyo. Na nikakwambia haya maneno, mashekhe na maustadhi ndio wa kwanza wanatakiwa waende kufanya biashara masokoni, ili waelimishe watu ahkam mbalimbali za kuuziana na kununua. Sasa masoko yamevamiwa, walil asaf wale wameingia masokoni hawataki kukaa kuangalia maelekezo ya dini yao, nini inawataka katika ile miamala yao. Hatima yake
ndo tunaona vitu vya ajabu kabisa. Mambo ya hovyo yanatokea katika masoko, kwa sababu watu hawajui kipi unachotakiwa ufanye katika soko. Angalia kauli hii ya Umar, leo tukiileta katika tatbiki, katika utekelezaji kwetu sisi, huenda 99% ya watu wa sokoni tunaweza tukawaondoa, tukawapa semina hata miezi mitatu, wajue yale mambo ya msingi katika dini, ili waingie kuhudumia watu katika soko. Leo mtu kumuibia mtu sokoni anaona ni sehemu ya biashara kwake, yani hata muogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu anaweza kuwa sokoni anauza mchele, ule mzani wake haribu kweli, kilo moja inakosa yani pungufu, na huenda huyu mtu hajasoma kwamba hili jambo halitakiwi, anafanya yeye, anaangalia tu kujilimbikizia anufaike. Alikuwa apate faida labda 2,000, sasa akipunguza itapika mpaka 27,000. Sasa anaona ile 5,000 iliongezeka kwake ni bora sana kuliko kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, tujifunzeni ahkam mbalimbali zinazohusiana na masala ya biashara zetu tunazozifanya, na lengo na dhumuni kubwa tusije kudumbukia katika mipaka ya Allah subhanahu, katika mambo ambayo aliyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndio maana sahaba mtukufu Umar ibn Khattab kazuia asiuze mtu sokoni isipokuwa yule ambaye anaofahamu na masala ya dini. Sasa hebu tuchukueni hii kauli, tuingizeni katika vitendo vyetu. Hii ni moja ya adabu tu, na zipo adabu kadhaa tutakumbushana moja baada ya nyingine kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba leo twende na adabu hii. Uislamu unatutaka ili tuingie katika masoko tuwe na ufahamu na ilmu na ahkam mbalimbali zinazohusiana na masala ya kuuza na kununua, na lengo kubwa la Uislamu kuchunga na kuweka msingi huu ili watu wasiingie katika haram katika kuuza kwao, wasiingie katika haram katika kununua kwao, kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala anavyotahadharisha. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.